Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa, ambacho mimi nimekusogezea kuhusiana na taarifa ambayo imeweza kutolewa leo hii kuhusiana na mwamba kutoka Zanzibar, si mwingine bali ni Zanzibar Finest. Hapa nazungumzia Feitoto kuhusiana kwake na kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa ambayo leo hii imeweza kutolewa ndio imefanya mpaka mimi kusogezea kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa kuhusiana na Feitoto. Vipi imefikiaje mpaka kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na je kuna ukweli kwenye hili? Basi bila shaka utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya taarifa hii ambayo imeweza kutolewa leo. Ila kabla tujaendelea, ngukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze yale yote makubwa ambayo yanazungumzwa kuhusiana na issue ya Feitoto kurudi tena kwa mara nyingine tena kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Bana, ni kwa muda kumekuwepo na tetesi juu ya Faisal kujiunga kwa mara nyingine tena na miamba ya soka ya Twiga na Jangwani. Hapa nazungumzia Young Africans kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, huku akiweza kuhusishwa na baadhi ya timu nyinginezo kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ikumbukwe kwamba Feitoto aliondoka kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani akielekea pale Azam FC mara baada ya kuwepo kwa mvutano mkubwa kabisa ambao uliweza kutokea kati yake yeye na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, huku yakiibuka maneno mengi kweli katika kuondoka kwake Feitoto. Kulikuwa na mvutano mkubwa mpaka kuweza kuingiliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia, akiweza kuwaambia Young Africans waweze kumwachia kijana aendelee kutafuta ugali wake. Ndipo ambapo klabu ya soka ya Young Africans ilifanya maamuzi ya kumuuza Feitoto kuelekea pale Azam FC, ambapo inaelezwa kwamba alisaini mkataba wa miaka mitatu, huku akiweza kukunja kitita cha shilingi milioni 30 mshahara wake tu kwa mwezi pale kwenye viunga vya Azam FC. Sasa klabu ya soka ya Azam FC kutokuwa na malengo makubwa ya kuweza kumsaidia mchezaji kufikia level za kimataifa, inaelezwa kwamba mwamba amegoma kuongeza mkataba kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Azam FC, huku akihitaji na yeye kwenda kuzivaa medali za kimataifa. Hapa nazungumzia katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika au iwe hata katika klabu bingwa barani Afrika, huku ikielezwa kwamba chaguo namba moja la Feitoto kurudi katika timu za Kariakoo ni Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba kuna kipengele ambacho klabu ya soka ya Azam waliwekewa na Young Africans pindi ambapo watakapomhitaji kumuuza Feitoto kuelekea kwenye timu tofauti na Yanga katika timu za ligi kuu, basi Young Africans watapaswa kuweza kupewa zaidi ya shilingi bilioni 1 na klabu ya Azam kama sehemu ya fidia kwa kile ambacho atakachokifanya. Kwa hiyo ukawa na ugumu mzito wa Feitoto kuelekea kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Sasa matarajio yamegeuka na sasa sio tena yale ambayo yalikuwa kizungumzwa, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans imeona isiwe shida, isiwe tabu kweli juu ya kumrudisha kwao nyota wao pendwa. Hapa nazungumzia Feitoto kwenye kikosi chao cha klabu ya soka
ya Young Africans, ambapo taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Yanga ambao wameanza rasmi kabisa mazungumzo ya kumsajili aliyekuwa mchezaji wao Faisalum Abdalla almaarufu Feitoto ili kuziba pengo la Stefane Aziz Ki ambaye ameomba kuondoka na kuelekea Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco mwishoni mwa msimu huu. Ikumbukwe kuwa Feitoto hajasaini mkataba mpya ndani ya Azam FC huku ambako anakitumikia kwa sasa, lakini kumbukwa kwamba Feitoto kutugoma kwake kusaini mkataba kwenye klabu ya Azam ni ishara tosha kwamba anarejea tena katika miamba ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba mwamba mwenyewe Feitoto inaelezwa kwamba ameweza kuomba uongozi wake ambao unamsimamia uweze kutafakari juu ya ofa hizo, huku ndoto zake ni kwenda kucheza katika vilabu vikubwa ambavyo vitamfanya aonekane kimataifa zaidi, kwa sababu anasema lengo lake ni kucheza nje ya soka la Tanzania. Na Feitoto mpaka sasa yeye anasema ya kwamba yupo tayari kucheza katika klabu yoyote ile ambayo viongozi wake wanaomsimamia, nikizungumzia management yake, itakapokuja na ofa na wakaridhika nazo, basi yuko tayari kuweza kukipiga kwenye timu yote. Na alipoulizwa kuhusiana na sakata lake na engineer Hersi Said katika mvutano ule ambao ulikuwepo wa kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, Feitoto anasema ya kwamba yale walishaweza kuyamaliza na waliyaweka wazi kwamba kila kitu kimemalizika na hakuna tena utofauti wowote ambao uliokuwepo mwanzo, na akathibitisha kusema ya kwamba engineer kwa sasa ni moja kati ya watu wake wa karibu ambao wanamshauri mambo kadhaa kuhusiana na soka na kipaji chake. Hivyo basi sio tena kama mwanzo alipokuwa kitafsiriwa kama maadui kwenye sakata lao la kuondoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ikumbukwe kwamba Feitoto ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa ndio kinara wa assist katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, assist zaidi ya 10 ambazo ziko nazo katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo namba bado ziko vizuri na ubora ambao yuko nao ndio unachagiza kurejea kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo taarifa ambayo inasemekana ni kwamba Feitoto anatua tena kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na Stefano Aziz Ki kuomba kumalizana na viongozi wa klabu ya soka ya Young Africans, huku ikitajwa kwamba mwishoni mwa msimu huu Aziz Ki anatarajia kuondoka Yanga kujiunga na Wydad Casablanca ya Morocco, ambako Azizi amewaambia viongozi wa Yanga kwamba anahitaji kucheza FIFA Club World Cup 2025 ambayo inatarajia kuanza Juni 14 kule Marekani. Tayari Yanga walishajua hilo, ndio maana wamefungua mazungumzo na Feitoto. Kinachosubiriwa kwa sasa ni majibu katika hayo mazungumzo ambayo wanakwenda kuzungumza. Je, wataweza kufikiana mustakabali wa Feitoto kurudi, huku dau likizungumzwa kwamba Young Africans wamepanda dau tofauti na ile shilingi milioni 600 pamoja na Aishi Manula ambayo Simba waliipeleka Azam FC na Azam wakaikataa. Yanga wamekwenda na shilingi milioni 800 juu ya kuwashawishi klabu ya Azam FC kumwachia nyota huyo. Kinachosubiriwa kwa sasa ni majibu rasmi kutoka katika uongozi wa Feitoto pamoja na klabu ya Young Africans juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Mimi nitaendelea kusogezea hapa, ila kabla tujamaliza nikukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na ukawa umebonyeza alama ya kengele unakuwa na uhakika wa kupata taarifa zetu. Karibu kwa mara nyingine tena, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment.